Okay, mambo vipi? Naamini kabisa kwamba tuko vizuri sana. Once again, karibu sana tuzungumze mambo kadha yanaendelea katika uga wa kimichezo. Naamini kabisa uko poa kabisa na uko tayari kwa ajili ya kuhudumiwa, kuambiwa mambo kadha ambayo yanaendelea katika mpira wetu. Mimi najisikia furaha sana nikikutana nawe hapa, kwa sababu hili ni jambo bora ambalo mimi nawe tunaweza tukalifanya kwa ubora zaidi. Sasa kama ambavyo unavyojua kwamba bodi ya ligi kuu Tanzania bara ilivunjwa na watu waling'atuka madarakani kutokana na kutotimiza baadhi ya mambo kadha ambayo inawezekana tulikuwa tunaona inabidi yatimizwe. Na hii ilitokana na pressure kubwa sana ambayo ilipigwa na kikosi cha Young Africans, ijapokuwa mpaka sasa hivi bado haijatolewa taarifa kamili ya kwa nini watu wao waling'atuka madarakani ama waliondolewa madarakani. Kanuni zote hazijazungumza jambo lolote, lakini si kesi mimi na wewe, hiyo sio kazi yetu. Tunasubiri kuona wao wenye mamlaka zao wanasemaje. Wakati huo pia kuna ile kauli ya unajua bwana, kuna uchunguzi wa FIFA unakuja, watakuja kuchunguza kama itaonekana kwamba kulikuwa na shida yoyote. Hayo si kazi yetu. Kazi yetu ya kujiuliza ni tunamalizaje msimu bila kuwa na bodi ya ligi kuu Tanzania bara ambayo imekamilika, lakini vipi zile nafasi zilizoachwa wazi zinazibwa lini na vitu kama hivyo. Sasa usiku wa kuamkia leo, warithi wa kiti cha Steven Mguto pamoja na Almas Kasongo tayari wameshapatikana, na ninavyozungumza nanyi majina yao yapo mikononi mwangu. Atakuwa na kazi kubwa sana ya kuishia pale ambapo Almas Kasongo pamoja na CEO ambaye ni CEO pamoja na Steven Mguto mwenyekiti pale walipoishia. Bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB imepata viongozi wawili wa kukaimu nafasi za mwenyekiti mtendaji mkuu, ambapo Julai 13 mwaka 2025 waliondoka katika nafasi zao kwa sababu tofauti. Mwenyekiti wa Azam ambaye anaitwa Nasoro Idrisa aka Father, yeye anakaimu nafasi ya mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu ambayo ilikuwa wazi kufuatia kujiuzulu kwa Steven Mguto. Kwa upande wa mtendaji mkuu anayekaimu nafasi hiyo sasa ni Ibrahim Mweyela ambaye awali alikuwa meneja wa fedha wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara. Nafasi ya mtendaji wa TPLB imekuwa wazi kufuatia kusimamishwa kazi kwa Almas Kasongo na rais wa shirikisho la mpira miguu Tanzania TFF Wallace Karia kwa sababu ambazo hazikuwekwa wazi. Sasa kwa mujibu wa gazeti la Mwananchi, wanasema Mwananchi Digital imedhibitisha uteuzi wa vigogo wawili wanaokaimu nafasi hizo nyeti za bodi ya ligi kupitia barua ambayo bodi imeandika kwenda kwa klabu kwa ajili ya kuwatambulisha. Barua yenyewe inasomeka kama ifuatavyo: Bodi ya ligi kuu TPLB inakujulisha kuwa makamu mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB Nasoro Idrisa anakaimu nafasi ya mwenyekiti wa bodi hiyo kwa mujibu wa ibara ya 33 kifungu cha 5 cha kanuni ya uongozi wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo Nasoro Idrisa yeye alikuwa ni makamu mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara. So kilichofanyika yeye ni ku-upgrade tu, yani ni kupanda cheo, kwa maana kuingia pale juu ambapo hii nafasi ilikuwa iko wazi. Hiyo ni taarifa moja nzuri sana. Maana yake ni kwamba sasa ligi itakuwa na mwenyewe. Nasoro Idrisa ambaye ni mwenyekiti wa klabu ya Azam anakaimu nafasi hiyo baada ya aliyekuwa mwenyekiti Steven Mguto kuandika barua kujiuzulu mwishoni mwa juma lililopita. Katika hatua nyingine, meneja fedha wa TPLB CPA Ibrahim Mweyela ameteuliwa kukaimu nafasi ya ofisa mtendaji mkuu CEO baada ya Almas Kasongo kusimamishwa kazi mwishoni mwa juma lililopita. Bodi inatarajia ushirikiano wenu wa dhati wa klabu yako na kwa uongozi huo. Barua hiyo imesema hivyo. So kwa hiyo wale timu zote ambazo zinashiriki ligi kuu Tanzania bara zimetumiwa hii taarifa kwa ajili ya kuweka kumbukumbu sawa na kuendelea na harakati nyingine. Wana kazi kubwa kama 4. Kazi ya kwanza ni kuhakikisha sasa wanasimamia michezo iliyobaki kwa ukweli na uwazi, kwa sababu tuna michezo miwili kwa timu za Simba na Yanga, lakini mchezo moja kwa timu nyingine ambazo zinamaliza tarehe 22. So jambo la kwanza ni kusimamia hiyo ligi iweze kukamilika pasipo kuonekana kama kulikuwa na tabu yoyote. Na nadhani kama watafanya hilo swala kwa kina, manake watakuwa wametimiza angalau nusu ya majukumu yao, kwa kusema kwamba ili jazi ambalo lilianza kwenye mikono ya bwana Steven Mguto limeweza kufika salama salimini, na tutaangalia msimu unaokuja jinsi itakavyokuwa. Lakini kazi nyingine ya pili ni
kama wataweza kutolea ufafanuzi baadhi ya vitu ambavyo viongozi waliopita hawakutoa ufafanuzi mzuri, kwa sababu mpaka sasa hivi familia ya michezo Tanzania imeendelea kujiuliza ni nini ambacho kinachoendelea hapa nchini kwenye hususan kwenye eneo la kisoka, kwa sababu mpaka sasa hivi haijatolewa taarifa kamili ya kueleza ni nini ambacho kilitokea mpaka mechi kadha wa kadha zikaahirishwa. So watu wanatamani kuona jinsi ambavyo uchunguzi ulivyofanyika, lakini pia kujaribu kueleza kwamba kitu fulani hakikwenda sawa na kitu fulani hakikwenda sawa. So ni kazi ambayo sijajua kama mamlaka itawawezesha kama wataweza kufanya. Lakini jambo jingine ni kushughulikia baadhi ya mambo ambayo yametokea kwenye mzunguko ulioisha, ambao ni mzunguko wa 29 kwa baadhi ya timu na mzunguko wa 28 kwa baadhi ya timu, kwa sababu tuliona vitu vingi vya ajabu. Mathalan timu kama Ken Gold walichelewa, kulikuwa na mechi nyingi ambazo zilikuwa na vitu vya ajabu. So kuna maamuzi ambayo inabidi atolewe, na hiyo ni moja kati ya kazi zao za msingi kuhakikisha kwamba kila ambacho kilitokea kinapata ufafanuzi mzuri, na wale ambao watasadikika kwamba kwa namna moja ama nyingine walikosea, basi wakaadhibiwe kadri ambavyo inavyostahili kuwa. Hiko ni kitu ambacho kinasubiriwa kwa hamu sana kuona jinsi ambavyo ama bwana watakavyofanya kazi. Lakini pili, kuna changamoto, kwa sababu yote haya ikiwa yanazungumzika lazima ujue kwamba kuna changamoto zake. Moja kati ya changamoto kubwa sana ambayo watakutana nayo bodi ya ligi kuu Tanzania bara ni kwamba wao wanakaimu. Mara nyingi mtu anayekaimu ni agharabu sana kumuona akiwa anafanya vitu vya kimaamuzi. Sana watapambana tu kumaliza baadhi ya vitu, lakini si yale mambo ya kimaamuzi ambayo yanaweza kutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. So wanaweza wakawa wamekaa hapa kwa ajili ya kumalizia msimu, na after kumaliza uchaguzi wa TFF ambao utafanyika mwezi wa 8 tarehe 16, pasi na shaka tutahamia huko nako pia kujaribu kutengeneza uchaguzi. Lakini wote walioingia hapa sio watu wageni kwenye football, ni watu ambao wamekuwepo kwenye football kwa muda kadhaa. Kwa hiyo wanajua ni nini ambacho wanastahili kukifanya, wanajua kwamba dunia inahitaji nini. Kilichobaki tu sasa ni kuona jinsi ambavyo watakavyoweza kufanya kazi zao, na jinsi ambavyo sasa tutaweza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mimi nawatakia kile la kheri, kwa sababu lazima hizo nafasi zingejazwa ili tuweze kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kibabe zaidi na kibingwa zaidi. Kila kitu kimeenda vizuri, wacha tuone kazi yao jinsi itakavyokuwa. I hope kwamba na wewe pia unatamani kuchangia kwa lolote lile. Nitafurahi sana nikiona comment zako hapo chini, kwa sababu utakuwa umefanya jambo la maana sana, na Mwenyezi Mungu akubariki. Uwe na ufuatiliaji mzuri wa content nyingine zinazofuata. Usisahau kusubscribe, ku like, comment na kushare ili wa kwanza kupata taarifa.